Taasisi ya SHIWAKUTA kwa kushirikiana na Alliance for Food Sovereignty in Africa (AFSA) ilifanya utafiti wa kina kuhusu biashara ya mipakani ya mazao ya kilimo ekolojia katika nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa lengo la kuchunguza fursa, changamoto na mchango wa kilimo ekolojia katika kuimarisha biashara ya ndani ya kanda. SHIWAKUTA kushirikiana na AFSA tumeweza kufanya shughuli hii baada ya utafiti. Na utafiti ulikuwa unaangalia ni nini kinachoendelea huku kwenye mipaka yetu ya kanda ya nchi za Afrika Mashariki katika mazao haya tunayoyazalisha ya kilimo ekolojia. Tumekuja kukuta kunazo changamoto na zingine ni za kikodi, zingine sio za kikodi na zingine ni za kisera. Lakini pia tumepata fursa, kuna fursa katika uzalishaji. Tumegundua kwamba kuna mazao ambayo yanazalishwa kiikolojia na tayari yameshaanza kuuzwa, na hii ni fursa kwa wakulima nao kuweza kuuza. Hali kadhalika tumeona kuna maeneo ya kuweza kuboresha, na ndio maana tumeweza kukutana na wabunge wa EALA tukawaambia masuala ambayo tunayaona yale ya kisera, lakini tumeweza kuwa na serikali kuwaeleza masuala mengine ya kisera ambayo ni ya ndani ya nchi, na zile changamoto za kikodi na zile ambazo sio za kikodi. Sasa baada haya yote tunaamini kwamba ni muhimu pia wananchi wetu wakapata taarifa. Sasa tunakutana na waandishi wa habari na tunakutana pia na editors ili waweze kufahamu kilimo ekolojia ni nini, lakini tuwajulishe kwamba tulichokifanya utafiti ni nini ambacho tumeweza kukipata. Sasa kwenye hii tunaendeleza pia programu za kwenye TV na tunafanya pia programu kwenye redio ili tuweze kufahamisha watu zaidi kuhusu kilimo ekolojia, lakini hususan kwa wafanyabiashara pia kuangalia fursa za kuweza kupata biashara kupitia mazao ambayo yanazalishwa ekolojia. Katika hili soko la Kilombero, mizigo yetu tunategemea kutoka mikoani, yani tunaishi kwa kutegemeana. Kwa mfano kwa sasa Tanzania hamna limao. Limao tunalipata Uganda. Na wakati huu tunapopata hili limao Uganda, sasa hivi matajiri wamebadilika. Tajiri pale Uganda anakuambia gari yake ni milioni 4. Hataki kujua kwa mfano kama malimao hivi ni mali kuoza yale, yatafika hapa nchini yako salama au yatakuwa yana kasoro. Ningeomba serikali ya Mheshimiwa Mama Samia ituangalia kina mama kwa jicho la huruma ili waweze kutupunguzia angalau ile turushuru wa mipakani pale, na huku pia kuingiza gari kama Donyo Sampo pale unakuta gari unalilipia ushuru wa mazao. Tungeomba watuangalie kwa hilo. Na pia sisi wa mama mitaji keshi hatuna. Tunategemea halmashauri ya jiji la Arusha, mikopo hii ya Mheshimiwa Rais ilivyoletwa watukopeshe ili kutuwezesha sisi akina mama. Wakati mwingine kama sasa hivi keroti inayouzwa hapa Kilombero sokoni, inatoka nyingine inatoka Kenya, inakuja hapa sasa hivi. Wakati mwingine sisi tunachukua keroti ya Tanzania, tunapeleka Kenya. Pia ningemuomba pia wewe waziri mwenye dhamana ya kusimamia mazao, aweze kuturuhusu akina mama na wababa tufanye biashara ya kusafirisha mazao yetu nje ya nchi kwa uhuru bila vipingamizi. Nafanya biashara ya mboga soko la Kilombero. Nafanya biashara ya nyanya, viazi. Viazi vinapatikana Njombe, Mbeya. Kama msimu huu tunapata Njombe na Mbeya na Nairobi. Msimu wa Arusha mpaka mwezi wa 4, wa 5, wa 6. Kwa hiyo changamoto za biashara hapa kwetu, saa nyingine mali hazipatikani hapa, hamna msimu huu, kuzipata zinakuwa ni shida. Matokeo ya utafiti yanaonyesha kuwa licha ya mchango mkubwa wa kilimo ekolojia katika usalama wa chakula, ajira na uchumi wa ndani, biashara ya mipakani ya mazao haya bado inakabiliwa na vikwazo mbalimbali pamoja na changamoto ya rushwa, hasa rushwa ya ngono kwa upande wa wanawake. Kuna changamoto ambazo tutaziita kwamba sio za kikodi. Kuna kitu kinaitwa roadblocks. Kuna hivi kuweka blocks, kwa kweli zinawafanya watu wengine washindwe kufanya biashara. Lakini kuna sera ambazo zimetofautiana kati ya nchi na nchi. Kwa hiyo hapa unaona kabisa kuna kikwazo.
tunayo ambayo tunapaswa kufanya nayo East Africa, lakini kuna baadhi ya sera zinakinzana. Tumeona hiyo pia ni changamoto. Lakini changamoto nyingine pia, wafanyabiashara na wakulima wetu hawafahamu masuala mengine ambayo ni fursa. Tunadhani sasa ni muhimu pia wao kufahamu na kuweza kuitumia nafasi hiyo kuweza kufanya biashara za kiekolojia. Kuna changamoto nyingine ambazo kwa kweli hatukuweza kuzitegemea, lakini zipo, ni zile za kijinsia. Tumekuta kina mama wanalalamika sana, wakienda kufanya hiyo biashara wao ni kama wanapata vikwazo vingi ukilinganisha na wanaume. Kwa hiyo kuna hili swala sio rahisi sana kulifahamu kwa sababu pia halitolewi wazi, lakini kwenye utafiti wetu tayari kina mama wameonyesha kwamba kuna tatizo. Ukipeleka pale kuna vitu unadaiwa ambavyo ni vigumu kidogo na masharti yake hayapendezi kwa utu wa binadamu. Inafika mahali, kwa mfano nimetoka kule Uganda, nimenunua malimao, nimeshalipa transporter, nataka nivushe gari upande wa Tanzania pale Namanga, nalivusha pale. Mimi nimeishiwa, sina salio lolote. Mwisho wa siku nakutana hata na trafiki, anakuambia sasa dada nipe 20,000. Sina hata 20. Mwisho wa siku unatoa hata rushwa ya ngono, kwa sababu unaona chako ndio kitakachokusaidia ili uweze kuvuka ile hatua kwenda hatua nyingine. Sasa hivi wanataka pesa, na matrafiki, hamna trafiki anayesimamisha gari uondoke bila kutoa chochote kitu. Kwa hiyo changamoto ni hizo, saa nyingine biashara hazipatikani, saa nyingine msimu hatupati vifaa, saa nyingine tunapata. Ndio changamoto za hapa sokoni. Changamoto zingine ni mitaji, hatuna mitaji. Utafiti unabainisha kuwa endapo sera rafiki, miundombinu bora na uratibu wa kikanda vitasimamiwa, kilimo ekolojia kinaweza kuwa nguzo muhimu katika kufanikisha ajenda ya biashara ya ndani ya East Africa na maendeleo endelevu ya jamii za mipakani.